Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina zuri la Yesu Kristo. Ninayesema nawe kwa awamu nyingine tena, ninaitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, usharika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly, kanisa ambalo lipo jijini Dar es Salaam, maeneo ya Goba. Bwana amenibariki kwa familia, mke wangu anaitwa Loveness, tunao watoto kadhaa ambao Mungu ametubariki na tunamshukuru kwa baraka hizo. Nimekuwa nikikujia kila mara kupitia NYTV, channel nzuri inayokuletea mafundisho ya neno la Bwana. Na mara nyingi nimekuwa nikisema nawe kila siku ya Ijumaa katika mfululizo wa masomo haya yanayoleta uamsho katika kila eneo kwenye maisha yako. Ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, subscribe channel hii, follow, like na kushare na watu wengine. Huo ni utumishi mzuri na Mungu akubariki sana. Na kila jumbe zinazokujia kupitia NYTV, ninaomba usizipuuze bali zifuatilie, kwa sababu zitakuwa na tija na faida njema katika maisha yako. Na awamu hii nimekuwa na mfululizo wa masomo yanayohusiana na karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu. Nilianza kipindi kile cha kwanza kabisa, nikaeleza muktadha wa andiko la Wakorintho wa kwanza sura 12, kisha nikakuletea kweli kadhaa kuhusiana na karama za Roho Mtakatifu. Kwenye kipindi kile cha kwanza, muda wangu hautoshi wa nusu saa, na kuomba nenda kaangalie tu karama za Roho Mtakatifu by mchungaji Kabuta sehemu ya kwanza. Alafu kipindi kilichopita kilikuwa ni kipindi cha pili, ambacho nacho nilifundisha kwa dakika kama 30 mpaka 40, nikizungumza juu ya karama za Roho Mtakatifu sehemu ya pili. Katika kipindi kilichopita nilifanya mambo makubwa matatu. Kwanza nilifanya summary, muktasari mfupi wa kipindi kile cha kwanza. Lakini jambo la pili, nikajibu swali linalosema kwa nini karama za Roho Mtakatifu hazidhihiriki sana leo. Nikatoa sababu kubwa kama 5. Nikasema karama za Roho Mtakatifu bado zipo, lakini madhihirisho yake ni madogo sana, kwa sababu wengi hatuzifahamu. Na kwa kuwa hatuzifahamu, hatuziombi na wala hatuna haja nazo, lakini hatujui umuhimu wake. Na sababu nyingine tukasema karama hizi hazidhihiriki sana kwa sababu ya tatizo la ufundishaji. Watu wengi hawazifundishi kama inavyopaswa. Liko tatizo la kiwalimu kwetu sisi walimu au wachungaji, lakini pia kuna tatizo kwa wanafunzi pia. Wengi hawako tayari kukaa chini wakajifunza kwa utulivu na kwa kudhamiria. Tatizo lingine tukasema karama hizi hazidhihiriki sana kwa sababu ya hila za adui shetani kwenye maisha yetu na huduma zetu. Na tatizo lingine ni moyo usio safi au dhamira mbaya kwa habari ya karama hizi. Hicho ndicho kipindi cha pili, nilifanya jambo hilo la pili. Na jambo la tatu katika kipindi cha pili, nilizigawanya karama 9 za Roho Mtakatifu katika makundi makubwa matatu, baada ya kueleza maana ya neno karama. Unayenisikiliza na kunitazama, karama za Roho Mtakatifu ni nini? Ni uwezo wa kimungu ambao Mungu anauachilia juu ya muamini ili amtumikie Mungu kwa ushindi. Ni aina mbalimbali za vipawa, ni aina mbalimbali za upaji ambazo Mungu anaziachilia katika maisha ya muamini. Various abilities, supernatural, uwezo wa kimungu, extraordinary. Vitu hivi sio vya kusomea, ni zaidi ya uwezo wa kawaida. Inaenda ng'ambo ya uwezo wa kibinadamu ambayo Mungu anampa muamini kupitia Roho Mtakatifu. Na tukazigawanya karama hizi
katika makundi makubwa matatu. Ni kwa ajili tu ya uelewa. Zile zinazofanana tunaziweka kwenye kundi moja, na kundi A tukasema ni karama za ufunuo. Kazi yake ni kuweka bayana mambo yaliyositirika. Lakini kundi B au kundi la pili tukasema ni karama za nguvu na uweza. Kazi yake ni kuonyesha nguvu, mamlaka na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Lakini kundi la tatu tukasema ni karama za usemi, kama vile neno, kama vile unabii, kama vile karama aina za lugha na tafsiri za lugha. Niko hapa sasa kwenye kipindi hiki cha tatu kuleta kundi moja na kulifafanua karama zake tatu. Na namwamini Bwana katika jina la Yesu, baada ya kipindi hiki, na actually wakati kipindi hiki kinaendelea, kuna vitu vya kimungu vitakuwa vinazidi kuingia ndani yako, na huduma yako haitabaki kama ilivyokuwa katika jina la Yesu. Hii ni nusu saa ya mabadiliko. Hii ni nusu saa ya mabadiliko. Hii ni nusu saa ya mageuzi. Hii ni nusu saa ya mapinduzi. Hii ni nusu saa ya kuleta hamasa mpya ndani yako. Hii ni nusu saa ya kujaza Roho Mtakatifu. Hii ni nusu saa ya wokovu kwako. Hii ni nusu saa ya uponyaji kwako. Hii ni nusu saa ya baraka kwako, na nakutia moyo usiondoke hapo, kwa sababu nusu saa hii inaweza badilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Neno la Bwana linasema katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 mstari ule wa 8, kwa maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, na mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yeye yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Na mstari wa 11 unahitimisha kwa kusema karama hizi zote anayezigawa ni Roho Mtakatifu yule yule mmoja. Nami nakuombea katika jina la Yesu, wewe uliyedharaulika na uliyejiona haufai, karama za Roho wa Bwana zikawe juu yako katika jina la Yesu. Karama za Roho wa Bwana zikawe juu yako katika jina la Yesu. Karama za Roho wa Bwana zikawe juu yako katika jina la Yesu. Sema tena amina. Neno la hekima ni karama ya kwanza katika kundi la karama za ufunuo. Neno la maarifa ni karama ya pili, na kupambanua roho ni karama ya tatu. Sasa karama hizi za ufunuo hizi tatu, lengo lake kubwa ni kuweka bayana mambo yaliyofichika, sio kwa kutonywa na watu, sio kwa kuambiwa na watu wanaokutafutia taarifa, bali unajikuta tu kimiujiza, kimungu, unaelewa mambo yanayoendelea. Sasa kwa kifupi sana, ninaomba nikupitishe kwa dakika chache zilizobakia kama 15. Dakika 5 nitakuelezea neno la hekima, dakika 5 nitakuelezea neno la maarifa, dakika 5 nitakuelezea karama ya kupambanua roho. Naomba nianze na karama ya neno la maarifa, karama niipendayo sana. Karama ya neno la maarifa imetajwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8. Hasa karama hii, maarifa maana yake ni kujua au kuelewa au kupata ufahamu juu ya kitu fulani. Kwa hiyo maarifa maana yake ni kujua au kuelewa au kupata ufahamu juu ya kitu fulani. Karama ya neno la maarifa ni ufunuo wa ufahamu unaowekwa na Roho Mtakatifu kwa muamini juu ya jambo au kitu fulani kilichofichika. Karama ya neno la maarifa ni ujuzi au ufahamu usiotokana na akili au elimu ya kawaida, bali ni uwezo wa Mungu wa moja kwa moja. Nini maana ya karama ya neno la maarifa? Ni pale Mungu anapomwezesha muamini
kujua na kutamka mambo ambayo asingeweza kuyafahamu kwa uwezo wake wa kibinadamu, kwa elimu yake ya kikawaida, au kwa maarifa yake ya kibinadamu. Unayenitazama na kuniangalia wakati huu, neno la maarifa ni ufahamu wa kimungu uliodhihirishwa kupitia mwamini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na mara nyingi karama ya neno la maarifa na neno la hekima hufanya kazi pamoja. Kwa mfano, pale Bwana Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria pale kisimani, lakini pia Petro dhidi ya Anania na Safira katika Matendo ya Mitume sura ya 5, lakini Petro dhidi ya uovu wa Simoni kule Samaria, lakini Anania alipokwenda kwa Sauli, Anania mwingine alipokwenda kwa Sauli, yani mtume Paulo katika Matendo ya Mitume sura ya 9, pale Paulo au Sauli kule Tarso. Petro pia alijua watu waliokuja kumwona kutoka kwa Kornelio katika Matendo sura ya 10 kupitia karama ya neno la maarifa. Karama ya neno la maarifa ni karama muhimu sana inayokujia katika maisha yako kwa kusudi la kuweka bayana mambo yaliyositirika. Kwa lugha rahisi sana, ninaomba labda niseme namna hii. Kwa lugha rahisi, maarifa manake ni uelewa, kujua au kufahamu. Neno la maarifa ni karama ya kimungu, ni uwezo wa kimungu wa kukuwezesha wewe kujua mambo yaliyo sirini bila kuambiwa na mtu. Yawezekana Mungu akaweka mambo yaliyo sirini kwako ghafla tu kwa kupitia maono au kwa kupitia ndoto, au ghafla kwa njia zisizoelezeka unajikuta unafahamu mambo yanayotendeka. Wewe uko hapo, unapata kuelewa kitu kinachotendeka kijijini kwenu ulipozaliwa. Wewe uko hapa saa hii, unapata kuelewa kitu kinachofanyika kwa watoto wako kule shuleni. Wewe uko hapa saa hii, unapata kuelewa mambo yanayofanyika kule kijijini ulipozaliwa. Wakati mwingine uko nyumbani, unapasa kuelewa na unajikuta unajua hila za adui kule kazini kwako au kwenye biashara. Nataka nikwambie, karama ya neno la maarifa ni karama ambayo inakupa siri zilizofichika, na wakati mwingine kujua ajenda zilizo kinyume na wewe. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, pokea karama hiyo, pokea uwezo huo, pokea maarifa hayo kwa jina la Yesu. Sio kwa kusomea, sio kwa kuelekezwa, bali unapokea kutoka kwa Roho Mtakatifu ambaye anajua yote. Hebu sema amina tena katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ni jambo jema, ni jambo la baraka, ni jambo la kushangaza. Unapata kuyajua mambo ambayo yanatendeka kwa sirini. Wewe haukwepo wala haupo hapo. Unashangaa ghafla tu unayaelewa hayo mambo. Ndugu yangu, anayeweza kuyafanya haya ni Mungu peke yake, ni Roho Mtakatifu peke yake. Hili jambo sio la kawaida, na karama hii ipo kwa ajili yako. Watu wote ambao wanampokea Kristo Yesu wana haki ya kujazwa Roho Mtakatifu. Na maandiko yanasema ukishaokoka na kusamehewa dhambi na kujazwa Roho Mtakatifu, vipawa vya Roho Mtakatifu, karama za Roho Mtakatifu na tunda la Roho Mtakatifu, vyote vinakuwa haki yako. Kwa nini uishi katika maisha ya kutokuelewa, na wakati karama hizi ni kwa ajili yako na kufundisha ili kukueleza haki ulizonazo katika ufalme? Wewe mchungaji, wewe kiongozi wa kiroho, wewe mwalimu, wewe ndugu kiongozi hapo kazini, unahitaji karama hii ya neno la maarifa, yani kupata kuelewa mambo pasipo kuambiwa. Unaelewa tu kimiujiza. Haleluya, ni raha sana katika jina la Yesu. Nina shuhuda nyingi ninazozielewa ambazo Mungu ameniambia
juu ya maisha yangu, juu ya maisha ya watu, kupitia karama hii ya neno la maarifa. Wakati mwingine wanakuja watu wanaongea na mimi, Mungu ananichukua katika ulimwengu wa roho, ananionyesha juu ya changamoto zao, ananipa majibu namna ya kuwashauri. Wakati mwingine anakuja mtu anakwambia, mimi mchungaji sizai, nimekuwa hivi miaka mingi na miaka 20 kwenye ndoa, nina fedha, nina elimu, lakini sipati mtoto. Neno la Bwana linanijia kama neno la maarifa, kunieleza chanzo cha tatizo lake. Na karama hizi kwa kuwa zinafanya kazi pamoja, unakuta neno la maarifa linakueleza aliyotokeaga huko nyuma, neno la hekima linakueleza way forward, yani utatuzi wa tatizo hilo. Halafu karama ya imani na uponyaji zikija juu yangu zikafanya kazi pale, mtu yule anapata muujiza wake. Nami na kuombea katika jina la Yesu, Mungu akujaze karama hiyo, Mungu akujaze karama hiyo, Mungu akupe macho ya rohoni, Mungu akuondolee upofu katika jina la Yesu. Hebu sema tena amina. Maana Mungu anakupenda na ana mpango na wewe. Napenda sana neno la maarifa. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia katika Matendo ya Mitume sura ya 5, anaitwa Mtume Petro. Alikuwa mahali fulani anafanya ibada, wakapatana Wakristo waende kuuza mali zao, kisha walete zile sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sasa nataka ulielewe andiko hili, hawakulazimishwa, na kila mtu alivyouza alikuwa na dhamana, ana haki ya kutendea vile atakavyo ile fedha aliyoipata. Lakini tatizo lilikuja kwa ndugu mmoja anaitwa Anania na mke wake Safira. Hawa watu walienda wakauza, wakapatana wao kwa wao, mume na mke, ya kwamba wako wawili chumbani, tutapeleka hela pungufu na tutaenda kumdanganya mtume na nabii Petro. Maandiko yanatuambia walipofika pale, alitangulia mwanaume Anania kwanza. Alipofika akamwambia nabii wa Bwana Petro, nimeleta sadaka zote nilizouzia kile kiwanja changu. Maandiko yanasema Petro hakwenda na wao kwenye mauzo, lakini maandiko yanatuambia wakiwa pale, Petro akamwambia Anania, kwa nini shetani amekujaribu na kukudanganya hata unajaribu kumdanganya Roho Mtakatifu? Maandiko yanatuambia Petro akaelewa kila uovu na udanganyifu uliofanyika. Swali linakuja, je, Petro alienda pamoja na wao? Hapana, walienda Anania na Safira, lakini Petro alibaki pale. Ila yuko Roho wa Bwana anayeona yote, ila yuko Roho wa Bwana anayejua yote, anajua yaliyopita, anajua yaliyoko, anajua yajayo. Ukiwa na Roho wa Bwana, ukipata karama hii, nataka nikwambie, hautadanganyika kwenye biashara, hautadanganyika kazini kwako, hautadanganyika kwenye masomo, hautadanganyika kwenye ndoa yako, kwa sababu Roho rafiki mwema atayaweka bayana aliyositirika. Na kuombea hayo katika jina la Yesu, na kuombea hayo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Pokea karama ya neno la maarifa, ukapate kujua mambo kimungu, watu wakashangae yale waliokuficha, yale waliopanga kinyume na wewe yakawe bayana kwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema tena amina. Rikoriande makoria masaka, lepaparianda makoria. Na mona Roho wa Bwana na kujaza karama zake sawa sawa na kiu yako. Umefanya jambo la maana kukaa na mimi, umefanya jambo la maana kuchuni channel hii. Nataka nikwambie muda wako haupotei bure. Nataka nikwambie MB zako hazipotei bure, bali kuna kitu cha tofauti kinachofanyika. Ninaitwa mchungaji Hannington Kabuta wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, usharika wa DPA
hapa Goba ndani ya jiji la Dar es Salaam. Katika kipindi hiki cha tatu nasema na wewe juu ya karama za ufunuo ambazo ziko tatu. Karama ya kwanza ni karama ya neno la maarifa. Inakuwezesha kujua yaliyositirika, mambo yale ya sirini. Tunamwona mtu mmoja katika Agano la Kale anaitwa Nabii Elisha. Alikuwa na mwanafunzi wake Gehazi. Walipokuwa pale kwenye huduma, alienda Naaman akaombewa pamoja na huyu mtumishi wa Bwana Elisha. Alipopona akataka kutoa sadaka njema na zawadi, lakini lengo lake ilikuwa ni kama vile kufanya malipo. Maandiko yanatuambia Elisha akakataa, akamwambia ondoke na vitu vyake, ingawa Bwana ameshamtendea muujiza. Ndipo ambapo Biblia inatuambia yule mchungaji msaidizi aliyeitwa Gehazi akarudi kinyume nyume, akaenda paka alipo Naaman, akavichukua vile vitu akavificha tena, kisha akamrudia Elisha kimya kimya, asijue ya kwamba Roho wa Bwana aliona yote aliyoyafanya. Elisha akamuuliza Gehazi, ulikuwa wapi mwanangu? Maandiko anasema ya kwamba Gehazi akasema wala sikwenda mahali. Maandiko anasema Elisha akamwekea bayana uovu aliyoufanya, ya kwamba ulienda kwa Naaman ukachukua vitu nilivyovikataa. Ni kweli sikwenda na wewe, lakini moyo wangu, lakini Roho wa Bwana alienda pamoja na wewe, akaona yote uliyoyafanya. Elisha akamwambia, ukoma uliokuwa juu ya Naaman ukukalie wewe dakika hii. Na ikawa sawa sawa na neno na nabii wa Bwana. Niko hapa mbele yako kukuombea karama njema. Bona naiona ina faida sana katika ulimwengu ulionao. Pokea karama ya neno la maarifa, kuweka bayana yote yanayofanyika kwenye mazingira yako. Neno la hekima ni karama ya pili ndani ya kundi hili la kwanza la karama za ufunuo. Neno la hekima ni hekima isiyo ya kibinadamu, ni hekima isiyo ya kusomea, ni hekima isiyo ya uzoefu, ni tofauti na busara. Hili neno hekima ni uwezo wa Roho Mtakatifu ndani ya muamini unaomwezesha kuamua ama kutumia kitu au kweli fulani kwa ufasaha, kwa manufaa ya neno la Mungu. Kwa hiyo neno la hekima maana yake ni hekima ya kimungu. Hii ni zaidi ya hekima ya asili ya kibinadamu. Hii ni hekima ya kimungu. Neno la hekima ni ufunuo wa hekima ya moja kwa moja toka kwa Mungu. Karama hii ni mali ya Mungu, ni sehemu ya hekima ya Mungu. Hii ni hekima ya Mungu iliyowekwa na Roho Mtakatifu ndani ya muamini kwa ajili ya hitaji maalum, kwa wakati maalum. Tunaipata karama hii kwa kupewa na Roho Mtakatifu pekee, na sio kusomea au kipawa cha kawaida au uzoefu. Kinachohitajika ni kukaa vizuri. Nimebakiza dakika kama 5 kutoka mbele yako. Endelea kukaa nami tumalize pamoja. Neno la hekima ni karama njema, ni uwezo wa kimungu unaokuwezesha kutatua tatizo lililoko mbele yako kwa hekima ya kimungu. Yani tatizo linatokea ambalo linahitaji hekima isiyo ya kawaida, na unashangaa ghafla Mungu anakuwezesha kutatua tatizo hilo. Huenda wewe ni kiongozi hapo kazini. Sio kila hekima utaitatua kwa shule. No. Hata mimi ni msomi. Bwana amenibariki mpaka sasa nina degree 4 kutoka vyuo vya ndani na nje ya nchi, na sasa ninasoma degree nyingine ya 5, PhD ya International Relations. Mungu amenipa hiyo neema. Lakini naomba nikiri ya kwamba sio kila tatizo naweza kulitatua kwa kupitia elimu nilizonazo. Hapana. Kuna wakati elimu zetu zinafika mwisho. Kuna wakati maarifa tulionayo yanafika mwisho. Kuna wakati busara zetu tulizonazo zinafika mwisho. Tunamhitaji Mungu tu aingilie kati. Mfano mzuri, Suleiman alikuwa ametawala kama mfalme. Wakati fulani wanawake wawili waliokuwa wanaishi chumba kimoja, wao wawili tu, hawana shahidi katikati yao,
wakazaa watoto wao kwa wakati wa kufanana. Mwanamke mmoja analala kitanda hiki, mwanamke mwingine analala kitanda hiki. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Wafalme, mmoja alikuwa ni mlalaji vibaya, akamlalia mtoto wake usiku akafa. Alipoamka, maandiko yanatuambia akamchukua mtoto wake aliyekufa, akaenda kwa yule mwanamke mwingine, akamchukua yule aliye hai akawa wake, akampa yule mwanamke mwingine mtoto aliyekufa, akarudi kulala. Kimbembe kilitokea asubuhi kulivyokucha. Yule mwanamke aliyejikuta na mtoto aliyekufa akaanza kulia na kugaragara. Lakini mpendwa mtazamaji wangu, mzazi ni mzazi tu, anamjua mtoto wake. Alipomchukua mtoto na kumshika vizuri, alipompapasa yule mtoto vizuri, alipomnusa harufu yake akagundua, lakini pamoja na kwamba mimi na huyu mwanamke tumezaa kwa majira ya kufanana na watoto wetu pia wanafanana, na yule mwanamke alimbadilishia huenda hata mavazi, lakini naiona hii harufu sio ya mtoto wangu. Wakaanza kuzozana, kesi ile ikaenda paka kwa Mfalme Suleiman. Sasa kwa nyakati zile hawakuwa na DNA test, mitambo ya kupima vinasaba au damu. Maandiko anasema Suleiman akawauliza wale wanawake wawili, wote wanamgombania yule mtoto aliye hai. Suleiman akasema namna hii, ninaomba afande, kamata panga. Kisu kikanolewa kikali, panga likanolewa. Maandiko anasema akamwambia yule afande, kata huyu mtoto aliye hai kwenye vipande viwili. Moja, kipande cha kwanza tutampa huyu, kipande cha pili tutampa huyu, ili kutatua tatizo hili la kugombania mtoto aliye hai. Kwa sababu kila mmoja anasema mtoto ni wa kwake, na hatuna DNA test. Hatuwezi kurun DNA test kupima vinasaba kugundua ni mtoto wa nani. Lakini zaidi ya yote hakuna shahidi aliyekuwepo kule chumbani. Maandiko anasema yule mwanamke mlagai akasema, sawa mheshimiwa mfalme, huyu mtoto akatwe vipande viwili, wote tukose tujue tumekosa. Lakini yule mwanamke mtaratibu mwenye mtoto wa kweli kweli akasema, mheshimiwa mfalme, nimekubali kupoteza. Ninaomba huyu mtoto asichinjwe wala asikatwe kwenye vipande, bali apewe huyu mwanamke mwenzangu anayedai mtoto huyu ni wake. Mfalme pale pale akasema, kwa huruma hii na kwa hekima hii ya mwanamke huyu, basi huyu ndio mwanamke mwenye mtoto kiukweli kweli. Maandiko anasema Suleiman mfalme akaamuru ya kwamba huyu mtoto aliye hai achukuliwe, atolewe kwa huyu mwanamke ambaye alionyesha hekima. Na ukweli ni kwamba yule ndio alikuwa mama halisi. Mpendwa mtazamaji wangu, swali langu linakuja, huyu mwanamke aliwezaje, huyu Suleiman aliwezaje kung'amua fumbo hilo? Alipata wapi hii hekima ya kutumia mbinu hiyo kujua yupi mwanamke mdanganyifu, yupi mwanamke mkweli? Alihitaji hekima isiyo ya kawaida. Karama ya hekima, neno la hekima ni uwezo wa kimungu wa kukusaidia kutatua tatizo linalokukabili. Yaani kuna mahali shule inagoma, kuna mahali elimu inagoma, kuna mahali fedha zinagoma, kuna mahali vipara na busara zetu zinagoma. You need God, the wisdom of God. Na nakuombea hekima ya Mungu ikawe juu yako katika jina la Yesu. Wewe kiongozi wa kanisa, wewe kiongozi wa ofisi ya serikali au private, wewe kiongozi wa NGO, wewe kiongozi wa familia, pokea hekima katika jina la Yesu. Hekima zaidi ya kibinadamu katika jina la Yesu. Tuna mifano mingi kwenye Biblia lakini muda wangu hautoshi. Matendo ya Mitume sura ya 6, hekima ya Roho Mtakatifu iliwawezesha kutatua tatizo. Matendo ya Mitume sura ya 15, the Jerusalem Council, baraza la Yerusalemu, iliwawezesha kina Yakobo na kina Petro na mitume wote, kina Paulo, kina Barnaba, kutatua tatizo kubwa la ndani lililotaka kuliharibu kanisa. Pokea hekima katika jina la Yesu. Karama ya mwisho ninayomaliza nayo kwa dakika moja ni karama ya kupambanua roho. Karama ya kupambanua roho ni uwezo wa kimungu unaokuwezesha kujua ni roho gani inayofanya kazi katika maisha ya mtu.
Kunayo roho ya shetani, tunayo roho ya kimungu, tunayo roho ya kibinadamu. Na siku za leo zina udanganyifu mwingi. Unabii batili na feki unatolewa, mahubiri batili na feki yanatolewa, miujiza feki na batili ipo mingi. Nataka nikwambie tunaishi katika zama za hatari. Tunahitaji karama za kupambanua roho, uwezo wa kimungu wa kujua ni roho ipi inayofanya kazi katika nyakati hizi za udanganyifu. Paulo ametuonya, anamwambia Timotheo. Petro ametuonya habari ya roho zidanganyazo, habari ya siku za mwisho tunazoishi. Na kuombea na wewe usio mfuasi wa kila fundisho, usio mfuasi wa kila makusanyiko. Hatuyapimi makusanyiko kwa wingi, hatuyapimi makusanyiko kwa umaarufu, hatuwapimi wachungaji na viongozi tulio nao kwa umaarufu wa kwenye media. Tunahitaji roho wa Bwana atupe karama ya kupambanua roho itakayotuwezesha kujua zipi mbivu, zipi mbichi, na kuombea karama hiyo katika jina la Yesu. Ninapomalizia, ninaitwa mchungaji Hannington Kabuta wa kanisa zuri sana la Tanzania Assemblies of God, usharika wa DPA hapa Dar es Salaam Goba. Ninakukaribisha kwenye ibada zetu. Namba zetu za simu ni hizo hapo zinapita, 0765 306 113. Piga namba hizo, tuma message. Nitakuombea karama za roho, nitakuombea ubatizo katika Roho Mtakatifu, nitakuombea ujazo wa Roho Mtakatifu, nitakuombea karama zidhihirike kwako, nitakushauri kwa habari ya huduma yako njema unayoifanya. Zaidi ya yote, changamoto yoyote ulio nayo na mtazamo wako wa kumtumikia Bwana, tutauombea na Mungu ataingilia kati. Let me bless you in the name of Jesus Christ. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea msikilizaji na mtazamaji wangu huyu aliyefuatana nami katika kipindi hiki cha 3. Katika jina la Yesu, ameacha shughuli zake, amechoma MB zake, ametumia muda na kutoa dakika hizi. Baba, ninambariki katika jina la Yesu Kristo. Mshike, mtunze, muhifadhi, mtetee, mpe neema na ushindi katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana, jina la Mungu Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi, mponye, mpe afya njema, mpe baraka tele kwa familia yake na malengo yake ya kifamilia, ya kiuchumi, ya kijamii yakatimie katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mungu akubariki. Tuonane katika kipindi cha 4, kipindi cha 5 na kipindi cha 6. Ni kila Ijumaa mchungaji Kabuta na kujia kupitia NYTV. Subscribe, like and follow and share. Wape watu wengine habari hizi njema. Wewe ni mtu wa thamani na Mungu akubariki. Bye bye. Bye bye. Asante sana.